ninatangaza unaweza. Wewe ambao ufananishi, ninatangaza unaweza katika jina la Yesu. Nguvu, uwezo, mamlaka, natangaza vina wewe. Jeraza ya labagoria zerikanta labazaya. Wastahili mfalme wa ajabu, unastahili Baba wa mbinguni, unastahili asubuhi leo katika jina la Yesu. Ni nani mwingine kama wewe? Nani wa kulinganishwa na wewe? Ni nani wa kufananishwa na wewe? Ni nani mwingine ila si wewe katika jina la Yesu? Asubuhi leo mfalme, natangaza wewe ni muweza. Ninatangaza unastahili mfalme. Pokea sifa kwa ajili ya siku ya leo. Imeandikwa ni siku ambayo Bwana umeifanya tuweze kupata kuifurahia na kuishangilia, na ninatangaza tunaipokea kwa shukurani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza tunapokea siku ya leo kwa shukurani, na tunatangaza mapenzi yako, tunakiri mawazo yako kutimia katika jina la Yesu Kristo. Napoanza ibada hizi za kusoma na kukiri neno lako jinsi imeandikwa, natangaza ukaanze pamoja nasi. Imeandikwa kwamba maandalizi ya moyo ni kazi ya mwanadamu, ila jawabu la ulimi yatokana na wewe. Na kuhusisha katika mwanzo huu ukaweze kuonekana. Tamalaki simba wa kabila la Yuda, tamalaki Baba wa mbinguni, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Sema amina. Sema amina. Nataka tukaweze moja kwa moja tuingie katika declarations, alafu tuweze endelea katika jina la Yesu Kristo, na itakuwa ya baraka. Fungua nami kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 21. Tunasoma pale Samueli wa pili 21, tunaanzia 15. 2 Samuel chapter 21 verse 15. Tunasoma pale katika jina la Yesu. Nataka tuingie moja kwa moja kwa declaration, alafu tuweze omba katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu yako kuweza kupatikana asubuhi ya leo nyumbani mwa Mungu. Ni tabia nzuri kufika mapema katika jina la Yesu. Mpendwa mtazamaji, popote unapotutazama ukiwa, nachukua pia nafasi hiyo kukupa mwaliko katika jina la Yesu. Nashukuru kwa kuweza kututazama asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Pengine uko kazini, pengine unasafiri, pengine umeshikika, hauwezi fika kwenye ibada. Ibada hizi moja kwa moja tunakuletea kutoka katika kanisa la Winner Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Pamoja na mimi Apostle Tobias Flames of Fire, wamebarikiwa katika jina la Yesu. Ombi langu weza kutuambia unatutazama ukiwa wapi, na jinsi ibada hizo zinakoza baraka kwako, na pia ukaweze share video hiyo, ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Andamana pamoja nasi hadi tamati, na utabarikiwa katika jina la Yesu. Nataka tukaweze fanya maombezi kinyume na mbinu mpya, a new strategy ambao adui anainuka nayo kinyume nasi katika jina la Yesu. Kumbuka shetani, tunaweza sema hachoki. The devil does not relent, ako relentless. Anainuka na mbinu ya kwanza, unaishinda, anainuka na ya pili. Maandiko yasema, Paulo anasema katika Wakorintho ya kwamba kwa maana vita vyetu, 2 Corinthians chapter 10 verse 4, kwa maana vita vyetu sisi si dhidi ya damu na nyama, katika jina la Yesu. Kwa maana tuko katika vita, na anasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, katika jina la Yesu Kristo. Maana silaha za vita vyetu sisi si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kwa kuangusha kila ngome.
Andika sema mstari wa 3, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita jinsi ya kimwili. Kwa hivyo tupo katika vita. Ephesians 6 inasema kwa maana vita vyetu, tupo katika vita ambavyo tunapigana. Na vita hivi kile ambacho tunafanya ni kushinda kila mbinu ambazo shetani anainuka nayo, ni kushinda kila mbinu ambazo anainuka nazo. Akiinuka na njia ya magonjwa, akiinuka na mbinu ya magonjwa, tunaishinda. Akiinuka na mbinu yoyote, tunaishinda. Tupo kushinda kila mbinu ambazo shetani anainuka nazo. Sema amina. Tupo kushinda mbinu zozote ambazo anainuka nazo, kwa njia ya wanadamu, kwa njia ya uchafu, kwa njia ya maneno, kwa njia ya wanyama. Tupo kuvishinda. Imeandikwa in 2 Samuel chapter 21 verse 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel. Wafilisti wakainuka tena kupigana na wana wa Israeli. Kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Kumbuka Biblia inatupatia taswira ya kwamba kulikuwa na vita ya kwanza ambazo ama vita vilivyotangulia, ambao Wafilisti waliinuka na wana wa Israeli. Na pia tunaambiwa tena kukawa na vita tena. Ndio maana nilianza nikikwambia tupo katika vita na tupo kushinda. Haijalishi vitainuka mara ngapi, haijalishi vitainuka na njia gani, haijalishi vitainuka na mbinu watainuka na mbinu gani, haijalishi ni kina nani watainuka. Tupo kushinda mbinu zao na kuwashinda katika jina la Yesu Kristo. Nataka dakika moja usimame kwa ndugu yako tuweze kukiri tupo kushinda hizi mbinu zao katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako wa kuume, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kutangaza, ninasimama kukiri neno lako. Imeandikwa katika kitabu cha Samueli wa pili 21 mstari wa 15 ya kwamba basi kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na wana wa Israeli. Imeandikwa katika Samueli wa pili 3:1, kulikuwa na vita vilivyodumu kwa kipindi kirefu, vilivyoendelea kwa muda mrefu baina ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Na nyumba ya Sauli ikadhoofika, wakaishiwa na nguvu, wakasambaratika, na Daudi akaimarika, akazidi kustawi. Nainuka na kutangaza kwa jina la Yesu, vita vyovyote vya kudumu kipindi kirefu, vya kukaa zaidi ya kawaida, inatangaza kuvishinda katika jina la Yesu. Inatangaza kushinda chochote ambacho kimedumu kipindi kirefu, chochote ambacho kimekaa sana kwa maisha yangu, inayoumiza, inayoleta machungu, inayosababisha majuto, inayoleta machozi. Inatangaza kuishinda, inatangaza kuishinda. Nikupatie dakika 3 napotangaza kushinda hivi vita vya kudumu kipindi kirefu, chochote ambacho imekaa sana. Imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 1:6, mlivyokaa urefu vyatosha, mlivyodumu katika mlima huu vyatosha. Natangaza hii hali imedumu kipindi ya kutosha, imekaa sana. Natangaza unavishinda kwa jina la Yesu. Natangaza tunavishinda, inatangaza tunavishinda, inatangaza tunavishinda, inatangaza tunavishinda, inatangaza kwa jina la Yesu. Tunashinda chochote cha kudumu kipindi kirefu, mashutumu ya wanadamu, vita vya kudumu katika familia. Ilipigana na waliotangulia, wakapigana kina baba, na imefika kwetu vita dhidi ya magonjwa, vita dhidi ya masikini, vita dhidi ya kukua kule, vita vya familia, vita vya shamba, vita vyovyote ambavyo vimedumu kipindi kirefu. Inatangaza tunavishinda, inatangaza tunavishinda, inatangaza tunavinyama
amina. Weka mkono wako juu, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa kwamba kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Israeli. Inatangaza asubuhi leo, mbinu zozote ambazo maadui wanainuka nazo, natangaza kila mbinu wanazoinuka nayo katika jina la Yesu Kristo. Mbinu yote ambayo shetani anainuka nayo kinyume na watu wao, kinyume na maisha yangu, kinyume na huduma yao, natangaza tunaishinda, natangaza tunaishinda, tunashinda mbinu zenu. Imeandikwa katika jina la Yesu, urakatalababoria ribrozeria balazaya katalabazikateria ribrozania baloza, katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa maana vita vyetu sisi si dhidi ya damu na nyama, katika jina la Yesu. Imeandikwa tumezidi kodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Inatangaza kila hila za shetani anazoinuka nazo, kila mbinu za ufalme wa giza ambao wanainuka nazo, kila ujanja wa shetani ambao wanainuka nao, natangaza tunaishinda, natangaza tunaishinda, natangaza tunaishinda. Fungua kinywa chako na kutangaza, ninatangaza kushinda hila zozote ambazo shetani anainuka nazo, natangaza tunazishinda. Usinyamaze kila mmoja, usinyamaze katika jina la Yesu. Finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Ikapalamazoria, natangaza kuwa na nguvu, natangaza kwa jina la Yesu. We declare and decree we are becoming stronger. Natangaza kwa jina la Yesu tunakuwa na nguvu. Imeandikwa hatimaye mzidi kuhodari. Natangaza kuhodari, natangaza kuhodari, natangaza kuhodari, natangaza kuwa na nguvu, natangaza kuwa na nguvu. Finally brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Be strong in the Lord. Natangaza kwa jina la Yesu. We declare, I declare and I declare, we are becoming strong in the Lord. We are becoming stronger. It has been written, let the weak say I'm strong. Tunatangaza kuwa hodari, tunatangaza kuwa jasiri, tunatangaza kuwa na nguvu katika jina la Yesu. I put on all the armor of God, and that you may be able to stand against the wiles of the devil, against the schemes of the devil, against the ways of the devil. Tunatangaza kwa jina la Yesu, tunatangaza kila ujanja, kila mbinu, kila ujanja wako shetani, mbinu zako ambazo unainuka nazo, ujanja wako katika jina la Yesu Kristo, bila zako ambazo unainuka nazo, unazipinga katika jina la Yesu. Unainuka kinyume nazo, unainuka kinyume nazo, and that he may be able to stand against the wiles of the devil, against the schemes of the devil, against the ways of the devil. Natangaza kwa jina la Yesu. Rakatalabadoria zidijuvila kantabazaria, katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kushinda kila mbinu ambazo wanainuka nazo kinyume na maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Imeandikwa, moreover the Philistines had yet war again with the Israel, and David went down and his servants with him, and he fought against the Philistines, and David waxed faint. Yani Daudi akashuka mpaka Gogu na watumishi wake pamoja naye, akapigana na Wafilisti, naye Daudi akaishiwa na nguvu. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninatangaza kukuwa na nguvu, ninatangaza kukuwa na nguvu, ninatangaza kuzidi kuwa na nguvu. Kila roho ya unyonge, imeandikwa kama Daudi akapigana vita akaishiwa na nguvu. Ninatangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana wewe ndiye nguvu
hukujua? Je, wewe hukusikia ya kwamba yeye Mungu muumbanisho ya dunia hazidi wala hachoki, akili zake hazichongoziki, hapa nguvu azimiao, umwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wanaongojea Bwana. Fungua kinywa chako wewe Bwana, bali wanaongojea Bwana. Imeandikwa kwamba watapata nguvu mpya katika jina la Yesu. Nikupatia dakika mbili na kutangaza nguvu mpya. Tangaza nguvu mpya kwa maisha yako, tangaza nguvu mpya. Imeandikwa kama Daudi akashuka mpaka Gobu pamoja na watumishi wake, akapigana vita, akachoka, akaishiwa na nguvu. Rikatalababosaya, hast thou not known, hast thou not heard, and the everlasting God and the creator of the ends of the earth, he fainted the Lord, and neither is he weary, and there is no searching of his understanding. He giveth the power to the faint, and to them that have no might, he increaseth their strength. Even the youth shall fall, and the Rikapalia Baberia, Ilabasaya, Rakatalabasaya, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But the day that wait upon the Lord, and is the good news to them that are waiting, and is the good news to them that are tired. Rekapala seketeria, Rabalazana Raboria, Akapala seketeria Rabasaya. Ukawaambia watumishi wako, wanafunzi wako, ekali hii Jerusalem, ngojeni kule Yerusalemu mpaka mtakapo pokea ahadi ya Bwana. Ekali hii Jerusalem, until you be endued with the power from on high. I declare and I decree, it is the good news to them that are tired and them that are waiting. Ekaparasaya, and they that wait upon the Lord shall renew their strength, shall renew their strength, and they shall mount up on wings as eagles, and they will run and never grow weary, and they walk and they'll never faint. Tunakataa kusimia, tunakataa kusimia. Daudi akapigana vita, akaishiwa na nguvu, akasimia. Tunakataa kusimia, tunakataa kuchoka. Kila roho ya uchovu, kila roho ya kusimia, tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunakiri nguvu mpya asubuhi ya leo, tunakiri nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Tunakiri nguvu mpya, tunakiri nguvu mpya, tunatangaza nguvu mpya, tunatangaza nguvu mpya, tunatangaza nguvu mpya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amina. Ya kwamba Daudi akapigana vita. Kiingereza kinasema and David fought against the Philistines and David waxed faint, yani akazimia. Sema ninakataa kuzimia, nakataa kuzimia. Vita vyovyote nitakapopigana, ninakataa kuzimia. Ninatangaza kupigana na kushinda katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kushinda na kuendelea, ninatangaza kushinda na kuendelea. Japokuwa Daudi alishinda, lakini alizimia, akawa dhaifu katika jina la Yesu Kristo. Hebu tukaweze soma on that regard. Tusome 2 Samuel chapter 17 verse 1. 2 Samuel 17:1. Shelaba razekataria balazara rande ibaganda razekeria. Katika jina la Yesu. Imeandikwa in 2 Samuel chapter 17 verse 1. Moreover, Ahithophel said unto Absalom, let me now choose out 12,000 men, and I'll arise and pursue after David this night. And I'll come upon him while he is weary and weak-handed, and I'll make him so afraid, and all the people that are with him shall flee, and I'll smite
the king only. Yani Ahithophel alistudy David. Remember, Ahithophel was the chief advisor of David. Na Bible inasema baada ya Daudi kuambiwa ya kwamba Ahithophel ameungana na Absalom, and the heart of the Israelites has turned to be with Absalom. Maandiko sema Daudi akaogopa na akatoroka kutoka Yerusalemu. Na maandiko sema ya kwamba Ahithophel alijua Daudi amekuwa mpiganaji tangia utotoni. Akamwambia Absalomu, wacha niwachague wanajeshi 12,000, nami nitaondoka na kumfuatia Daudi usiku huu. Na tulisoma kitu the book of Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day. Kuna siku inaitwa evil day. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mordekai alipojua ya kwamba kuna nyaraka imeandikwa. Kumbuka Haman alipoinuliwa juu ya maakida wote wa mfalme Ahasuero, maandiko sema na mfalme akasema wamsujudie Hamani, lakini Mordekai alikataa kumsujudie, maana alikuwa Myahudi. Na Hamani, kwa sababu aliona Mordekai amekataa kumsujudia, akapanga kumwangamiza si tu Mordekai, bali kuangamiza Wayahudi wote. Na maandiko sema wakapiga kura watafute siku ya kuangamiza Wayahudi, na wakatenga tarehe 13 mwezi wa 12, mwezi wa Adari, waweze kuangamiza maadui, waweze kuangamiza Wayahudi. Kwa hivyo kuna siku ambayo iliwekwa, wakaweka tarehe 13 mwezi wa 12, Wayahudi wataangamizwa. Na Waefeso 6:13 inasema kuna siku ambayo inaitwa siku ya uovu. Ahithofeli akamwambia Absalomu, nami nitamfuatia Daudi usiku huu. Maadui wakija kushambulia wako na strategy, kuna siku wanashambulia. Wacha nikupatie story fulani kulingana na the current situation. Before United States na Israel wamue Khamenei, yule kiongozi wa Iran, yule mwenye amekuwa akishambulia mataifa mengi. Kumbuka Khamenei kiongozi wa Islamic State wa kule Iran, ametumika kuharibu vitu vingi sana. Amebomba mpaka wenzake kina Saudi Arabia, Qatar, Yemen, Jordan, Israel, amepiga wengi. So before United States Special Forces Israeli forces waweze kumua, walifanya search. Nilikuwa nikiangalia mtandao, wanasema ya kwamba walifanya search, walistadi Khamenei, wakajua Khamenei pia tu mbele za watu, especially wakati Iran imekuwa threat, haendi tu mbele ya watu kawaida, hapana. Na akajitengenezea mahali ambapo only wale viongozi wa maana wa Iran wako kule. So ile place walijitengenezea, hakuna mtu anaweza fika pale, na imelindwa na kuchungwa kuliko mahali popote. So Israel wakajua, United States wakajua saa yenye anafanya mkutano na saa yenye anakutana na wale wakubwa.
na wakapanga siku, na baada ya kupanga siku wakashikana Israel Special Forces na the intelligence of the United States, wakaenda wakaashiria karibu 30 bombs kwa ile structure yake, wakamua Khamenei pamoja na viongozi sita wenye nyadhifa za juu kule Israel. So nimeangalia kwamba kuna siku walipanga, na pia maadui wakipanga kuvamia mahali kuna siku ambayo wanapanga. Kumbuka pia ndio United States waweze kudeal na Boko Haram, waweze kudeal na Osama na Saddam Hussein na hata Muammar Gaddafi, walipanga. Kuna siku ambayo wanapanga kushambulia. Wakati walikuwa na capture the president of Venezuela, kuna siku walipanga. Ephesians unasema that he may be able to stand against the evil day. The point that I want us to make ni kwamba any day that has been set ya kuattack maisha yangu, tuweze omba kinyume nayo katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka tukaweze kuomba kinyume na siku yote ambayo imepangwa, ambayo imetengwa ili ukaweze kukua attacked, ili mabaya kaweze kukupata. Maana wanaokuchukia, wanaokupangia mabaya, kuna siku wanangojea mabaya kupate katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, tuweze omba katika jina la Yesu, alafu tuendelee. Kumbuka tunaendelea na 2 Samuel chapter 21 verse 15 through to 17 katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa ya kwamba kwa sababu ya hiyo, toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na kisha kuyatimiza ya moto kusimama katika jina la Yesu. Kama vile Hamani na maadui wa Wayahudi wakachagua siku tarehe 13 mwezi wa pili, mwezi wa Adari, ili waweze kuwashambulia Wayahudi na kuangamiza. Ninainuka asubuhi leo kinyume na siku yoyote ambayo imetendwa ili nikaweze kushambuliwa katika jina la Yesu. Hii siku ambayo Efeso inaitwa siku ya uovu, ninatangaza, ninainuka asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Kati ya miezi 12, kati ya wiki 52, katika jina la Yesu, kati ya siku zote ambazo zimetengwa kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, siku yote ambayo imechaguliwa niweze kushambuliwa, niweze kuharibiwa, mabaya iweze kunipata. Nasimama na kutangaza, na iombea siku, na iombea asubuhi leo, na iombea kwa jina la Yesu, na ninatangaza mabaya yenu haitanipata siku yoyote, haitanipata asubuhi, haitanipata mchana, haitanipata jioni, haitanipata usiku. Fungua kinywa chako kila moja, fungua kinywa chako katika jina la Yesu. Ombea siku zote, siku yote ambayo imetengwa ili mabaya yakupate, iombee kwa jina la Yesu. Ahithofeli akasema nitamshambulia Daudi usiku huu, maana atakuwa amechoka, hatakuwa dhaifu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, rakatalababosaya riprosadi ya maborio, ninatangaza kwa jina la Yesu, kama vile mwaka ina wiki 52, siku 364 katika jina la Yesu, na wiki 52 natangaza, na miezi 12 natangaza kwa jina la Yesu. Siku yote kati ya hizo ambaye nimetengewa mabaya nipate, ambaye nimetengewa kuharibiwa kwangu, ambaye nimetengewa kuondolewa kwangu, ambaye nimetengewa mabaya, natangaza kuomba mama yetu hayatanipata. Hiyo siku ninaiombea katika jina la Yesu. Wherefore take unto you the whole armor of God, that he may be able to stand against the evil day. Natangaza kusimama, natangaza kusimama, natangaza that he may be able to withstand in the evil day. Natangaza kusimama in any evil day that has been set
kupigana na kusimama katika siku yote ambayo nimetengewa kwa ajili ya uharibifu wangu. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kusimama katika jina la Yesu Kristo. Naweka mkono unaosema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Makusudio yote ndio nimekusudiwa, pango yote ambayo imepangwa, mabaya yote ambayo yamepangwa, mitego yote ambayo imetegwa ili nasi siku fulani ambayo wameweka, natangaza kwa jina la Yesu kusimama katika siku hiyo na kushinda mabaya yenu. Natangaza kuna mabaya yote ambayo itanipata siku yoyote ambayo imetengwa katika jina la Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu hakuna mabaya yoyote itakaonipata siku yoyote ambayo imepangwa katika jina la Yesu. Zaburi 91 mstari wa 5 imeandikwa katika jina la Yesu kwamba utaniokoa na mitego ya wahitaji na katika tauni ya ripuyo kwa manyoya yako utanifunika, chini ya mbawa zako nitapata kimbilio. Uaminifu wako ni ngao na kigao, kwamba sitaogopa hofu ya usiku. Sema sitaogopa hofu ya usiku, wale mshale urukao mchana, wala tauni ipitao gizani, wala ule waripuo adhuhuri, katika jina la Yesu. Sema ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni mwangu na 10,000 mkono wangu wa kuume, wala hautanikaribia mie, katika jina la Yesu Kristo. Rabalasanda baboria rekatarabazaya. Nyosha mkono, sema kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu. Imeandikwa, that I shall not be afraid of the terror by night, and neither by the arrow that flieth by day, and not the pestilence and that walketh in darkness, and not for the destruction and that wasteth in the noonday. Katika jina la Yesu, hofu ya usiku sitaogopa. Imeandikwa sitaogopa hofu ya usiku. Imeandikwa wala mishale urukao mchana, kila mishale za kurusha mchana nachukua ngao imani. Waefeso 6 imeandikwa kwamba chukueni ngao imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzinyamazisha kila mishale ya moto ya ile mwovu shetani. Inakuja na ngao imani, kila mishale za kurusha mchana ninazizima kwa ngao imani, katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa wala tauni ipitayo gizani, wala ule waripuo adhuhuri hautanipata, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Sema amina. Zelabari ya kanta la baboria, katika jina la Yesu. Keti chini kwa dakika moja tuweze endelea na the book ambayo tuko tunasoma, 2 Samuel 21 verse 15 through to 17. Moreover, the Philistines had yet another war with Israel, and David went down and his servants with him, and he fought against the Philistines, and David waxed faint. Verse 16 ndio nataka sasa. So baada ya Daudi kuchoka, David had been a warrior ever since, but alipigana vita akachoka. Ahithofeli alitaka kumwandama wakati amechoka. So wakati Daudi amechoka, verse 16 Bible inasema, and Ishbi-Benob, which was one of the sons of the giants. So huyu jitu alikuwa mojawapo ile familia kina Goliath, the giants family, anaitwa Ishbi-Benob, which was one of the giants, the weight whose spear weighed 300 shekels of brass in weight. He being guard with a new sword. He thought to have slain David. So nataka tukaweze jifunza kitu hapa kuhusu mbinu mpya ambazo maadui wanainuka nazo. Kumbuka dada akatufunza kuhusu roho ya Jezebel, ya kwamba anatumia kitu cha kawaida kupiga nao kanisa. So tunabaki tukisema ni jambo la kawaida, lakini amefanya.
unapata mfano sasa, msimu huu ambao mvua inanyesha sana, utapata hapa ndio anashambulia watu na pneumonia, anashambulia watu na malaria. Tunabaki tukisema ni mvua imenyesha, amepata homa, amekuwa mgonjwa kwa sababu ya baridi, lakini ni mbinu ambayo Jezebel anainuka nayo. Napata mvua inanyesha, mtu akuji kanisa, utimuliza nasema mvua imekuwa ikinyesha, nguo ilikuwa baridi, sikupata nguo ya kukuja. Ni mbinu ambayo Jezebel anatumia. So Bible inasema when David was weary, when David waxed faint, then this giant akamjia Daudi with a new sword. Hebu jiulize, mbona maandiko ilikuwa specific kuandika a new sword? A new sword that he thought to have slain David. Kwa Kiswahili Bible inasema, lakini naye Ishbonebu aliyekuwa mojawapo wa wale wa Refai, ambao uzito mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani, naye amejifungia upanga mpya, alijaribu kumua Daudi. So hii ni a new virus ambao shetani anainuka nayo. Remember, tuliambiwa ukimshinda shetani kwa kazi, atainuka kwa watoto. Ukimshinda kwa watoto, atainuka kwa ndoa. Ukimshinda kwa ndoa, anainuka kwa mbinu, anainuka na njia tofauti, anainuka na mbinu tofauti. Ndio maana Bible ikasema ya kwamba vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda mbinu, kuzishinda ujanja, kuzishinda hila za shetani. So anainuka na mpango mpya, anainuka na mbinu mpya katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. It seems that the second prayer, the second last prayer ambayo tunaenda kuomba, because my time inaona inasonga sana katika jina la Yesu. Simama tukaweze kuomba ombi hili tunapoenda kumalizia katika jina la Yesu. Nataka tukaweze fungua kinywa chako, utangaze kila mbinu mpya, kila mpango mpya, kila mawazo ambao maadui wameinuka nao, wameinuka na njia mpya, wameinuka na mpango mpya, wameinuka na upanga mpya kunitenda kwa akili. Natangaza hata huu mpango ambao umeinuka nao hamtaniweza katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako unapotangaza katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba Ishbonebu naye mmojawapo wale wa Refai ambao uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 za shaba kwa uzani, naye amejifunga upanga mpya, alijaribu kumuua Daudi, aliinuka na mbinu mpya katika jina la Yesu. Tunatangaza katika jina la Yesu. Farao akainuka na mbinu ya kwanza, akawekea wana wa Israeli wasimamizi ili wawatese kwa mizigo yao wasiwezi ongezeka, lakini Israeli wakazidi kuongezeka, wakazidi kustawi, wakazidi kuendelea. Ndipo Farao akainuka na mbinu mpya, akaambia wazalishaji, akaambia wale wakunga ya kwamba mnapowasaidia wanawake wakipania kujifungua, iwapo ni mtoto mwanaume basi na auawe, na iwapo ni mtoto msichana basi na aishi. Lakini kwa kadiri walivyogandamiza, ndivyo Israeli walizidi kuongezeka. Natangaza kwa jina la Yesu, kama vile tulishinda mbinu ya kwanza, hata ya pili hawataweza. Nainuka kinyume na Farao, mbinu zako ambazo nainuka nazo hazitafua dafu. Wewe roho ya Absalom, wewe roho ya Jezebel, wewe roho ya Delilah, natangaza kila roho ya Judas, kila roho ya Balak na Balaam, natangaza kuzishinda mbinu zozote mnazoinuka nazo kutupenda kwa akili, hazitapenya kwa jina la Yesu. Na kila mbinu mnaoinuka nao, kila mbinu mpya, natangaza kwa jina la Yesu.
strategy tulishinda. Even this new world haitafanikiwa, haitapenya katana bariazi riteli ya mazoria kapalaria sadala baya deleba rakatalaba zikiria jeliba sana inaibuka katika ulimwengu wa kiroho. I release a declaration and that any new strategy ambao maadui wanaibuka nayo, any new strategy ambao maadui wanaibuka nayo, kila mbinu mpya ambao wanaibuka nayo, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda. Mbinu mpya unazoibuka nazo hazitafanikiwa. Alabashata labasa rile zidibalangibara katika jina la Yesu, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Sema amina. Ombi la mwisho ambalo tukaweze omba, nimesalia na dakika 3 alafu tuweze maliza, ni wapishi waimbaji wa sifa na maabudu. Before then, I want us to pray with Malachi chapter 3 verse 1 through to 5. Malachi chapter 3 verse 1 through to 5. Namshukuru Mungu kwa sababu yako kuweza kufika mapema ili tukaweze prepare the service. You know, kuna kitu baba alituambia asubuhi, na pia mimi nilipokuwa nikiomba God akanifunulia this Malachi chapter 3 verse 1 through to 5. Hii ni kwa wale ambao Mungu anawaita kutengeneza njia. Remember, God called Abraham, he had a purpose, na akamuita kutuandaa sisi, maana God alijua tutatokelezea, tunaitanishwa na Ibrahimu kwa imani. So akamwandaa Ibrahimu, na Mungu kamuita Musa ili aweze andaa wana wa Israeli kwa kuwatoa Misri. So Bible inasema in Malachi, nitasoma kwa Kimombo na kwa Swahili ili tukaweze elewa. Bible inasema in English, Malachi 3:1 to 5, behold, I'll send my messenger. So hii ni wewe ndio messenger. Umekuja mapema kuandaa ibada, umekuja mapema kuandaa ibada kwa ajili ya wengine. Behold, I'll send my messenger and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek, he shall suddenly come to his temple. So hii inatuambia before Mungu ashuke kwa hekalu yake, before Mungu ashuke mahali ameandaliwa, anatuma kwanza mjumbe akaweze kutengeneza, anatuma kwanza mtumishi wake akaweze kutengeneza njia, akaweze to pave way. So Bible inasema I'll send my messenger who shall prepare a way for me, who shall pave a way for me, and I, the Lord whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom he delight in. Behold, he shall come, says the Lord of hosts. Verse 2, but who may abide in the day of his coming? Who shall abide? Yani Kiswahili nasema, angalia, nitamtuma mjumbe wangu, naye atatengeneza njia mbele yangu, naye Bwana mnayemtafuta atajilia hekalu yake kwa ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalia, anakuja, sema Bwana wa majeshi. Mstari wa 2 kwa Swahili, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Hii inaongea kuhusu vizuizi. Hii inaongea kuhusu chochote ambacho kimewekwa kusimama mbele ya mtumishi. Si kusimama mbele ya Bwana, hapana. Mtumishi ametumwa kutengeneza njia ili Bwana aje, lakini Mungu anauliza ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake huyo mjumbe, siku ya kuja kwake huyo mjumbe. So wewe ambao umekuwa mjumbe ambao Mungu amekutuma kuandaa ibada, nataka tuombe kinyume na kila vizuizi kwa njia ya wanadamu, vizuizi kwa njia ya wanyama, vizuizi kwa njia ya pepo chafu, vizuizi kwa njia ya nguvu mbaya, vizuizi kwa njia ya maneno, vizuizi kwa njia ya mikono ya kunyoshwa. Tutangaze hizi vizuizi vyote havitastahimili kusimama mbele yangu kama mjumbe ambao Bwana amenituma kuandaa ibada katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, nyosha mkono wako wa kuume,
ukaweze rudia nyuma yangu tunapomalizia katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kutangaza, ninasimama kukiri. Imeandikwa katika kitabu cha Malaki 3:1 mpaka 5 ya kwamba tazama, utamtuma mjumbe wako. Tazama, umemtuma mjumbe wako ambao ni mimi, ili nije niliandae barabara kwa ajili yako. Maandiko sema, naye Bwana mnayemtafuta naye atakuja kwa hekalu yake kwa ghafla, katika jina la Yesu. Na mstari wa pili maandiko yauliza, ni nani atakayestahimili? Ni nani atakayesimama mbele ya mjumbe? Ni nani atakayestahimili mbele yako? Unatangaza kila kizuizi kwa njia ya wanadamu, kwa njia ya wanyama, kwa njia ya vitu, kwa njia ya pepo chafu, kwa njia ya mikono ya wanadamu, kwa njia ya maneno ya wanadamu, kwa njia ya nguvu mbaya kuachiliwa. Natangaza vizuizi vyote vya kuachiliwa kinyume na ibada za leo, na inuka kinyume nayo asubuhi ya leo. Imeandikwa, nani atakayestahimili? Ni nini atakayestahimili? Yoshua 6:1. Imeandikwa, tazama, katika jina la Yesu rekataraba, ya kwamba Yeriko ilikuwa imejengewa kuta dhidi ya wana wa Israeli, hakuna angaliweza ingia, hakuna angaliweza toka. Ukamwambia Yoshua, tazama mwana wa Nuni, nimekupa Yeriko pamoja na wapiganaji wake, pamoja na mfalme wake. Natangaza, inanyosha mkono katika ulimwengu wa kiroho, vizuizi vyote ninaviondoa kwa jina la Yesu. Vizuizi vya kuzuilia nguvu zako, vizuizi vya kuzuilia malengo yako, vizuizi vya kuzuilia mpango wako, natangaza tunavishinda, tunaviondoa, tunavishinda, tunaviondoa. Vizuizi kwa njia ya maneno, tunaviondoa. Vizuizi kwa njia ya mikono ya wanadamu, tunavivunja na kuviondoa. Vizuizi kwa njia ya uchafu, kamata moto. Vizuizi kwa njia ya wanadamu, natangaza waabuke. Vizuizi kwa njia ya toka, viporomoke katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba Wafilisti wakasikia kwamba Samsoni yuko Gaza, wakamvizia wakitaka usiku wa manane wakamate. Maandiko sema Samsoni akazinduka toka usingizini, akapita na lango la mji, katika jina la Yesu akainua pamoja na miimo yake, akaipeleka katika mlima uliokabili Hebroni. Inatangaza kwa jina la Yesu Kristo, inatangaza asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Tunapita na mipaka yenu, tunapita na vizuizi vyenu, na tunaombea ibada za leo. Tunatangaza mawazo ya Mungu. Weka mkono wako, tunasema natangaza mawazo ya Mungu, natangaza njia za Mungu, ninatangaza, ninakuinua Bwana. Ukiinuliwa unajivutia wetu, tunakuinua Bwana. Tamalaki, chukua usukani, mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana na upewe sifa, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Sema amina. Mpendwa mtazamaji, share video hii ukiwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Baada hizo umeletwa na kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody, pamoja na mimi Apostle Tobias Flames of Fire. Mabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Nataka niwapishe waimbaji katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako juu, mwambie Bwana, ninakukaribisha katika ibada za leo katika